Hii ni MTV1 online na kutangazia kutoka mashariki mwa Kongo DRC, Afrika Mashariki na tena maziwa makuu. Leo ikiwa ni tarehe 13 mwaka 2025. Mimi ni Tryphon Odas kutoka Kigoma, Tanzania, pembezoni mwa ziwa Tanganyika linalogawa mkoa wa Kalemie na Tanzania. Hii leo taarifa kuu tunaanzia huko Goma ambako msako mkali umeendelea katika mji wa Goma na Sake, wilayani Masisi pamoja na Nyiragongo, Kivu Kaskazini, ikiwa ni eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23 tangu Januari. Msako itasaidia sababu leo inaleta matunda. Wakazi wa mji wa Mangurujipa wilayani Rubero wameomba makamanda wa FARDC walioko eneo hilo kubadilishwa, kwani wameshindwa kulinda usalama wa raia. Hayo ni machache tu kati ya yale mengi tulionayo kwa siku ya leo. Tafadhali endelea ambatana nasi moja kwa moja. Na taarifa yetu inaanzia kama nilivyokueleza, tunaanzia huko mjini Goma ambako msako umeingia siku ya 4 mfululizo, M23 ikiwasaka watu wanaomiliki silaha nyumbani kwao, akisema meya wa mji wa Goma Katembo Julen. Msako itasaidia sababu leo inaleta matunda. Naona ndani ya mji wa Goma, ndani ya vile ya Goma tuko na komine mbili. Komine ya Karisimbi na komine ya Goma. Komine ya Goma iko na quartier 7, ndani ya hizo quartier 7 ni mbili ndio ziko na insecurity. Quartier Keshero na quartier Lac Vert. Komine ya Karisimbi iko na quartier 11. 4 au 3 ndio ziko insecurity. Mugunga, quartier Mugunga, quartier Ndosho na Bujovu. Sasa leo tangu tumeanza msako, bwana journalist, hii ni siku 3. Hizi quartier zenyewe mimi nasema kama ziko na usalama mdogo au sikie sauti ya risasi. Lakini kwa kisi mimi nakuelezea tunaweka nguvu. Wakati ya sensibilisation inaisha, tunafika kwa wakati ya kuweka nguvu. Kwa Kifaransa tunasema kuimposer, kuweka nguvu, kuimposer menape, kuimposer amani. Jo ili kwenye tunafika. Ni kusema Goma kesho au kesho yake itakuwa sawa Kiwanja, itakuwa sawa Rubare, itakuwa sawa Nyamilima, itakuwa sawa Vichumbi, itakuwa sawa Kanyabayonga, sawa Kirumba, sawa Alimbongo. Kwenye mtu bwana journalist unaweza fanya miezi 2, miezi 3, miezi 4, miezi 6 au yasikia sauti ya risasi, na hapa Goma itawezekana. Watu wengi wamekamatwa wakiwemo wanajeshi wa Kongo FARDC, polisi na vijana wazalendo waliojificha katika makazi ya watu, amesema Willy Ngoma, msemaji wa M23. Tunafanya msako na tulianza Mugunga, tunaendelea Lac Vert, Kimoka, Sake, ile fasi yote. Alors na hiyo tunashikwa watu ambao wanafanya fujo sana, tunaonesha silaha. Mimi nadhani mtaona ile silaha kama unaona. Tuko na ba FARDC, tuko na police nationale congolaise, tuko na wazalendo, tuko na ba criminels, tuko na FDLR. Et sana tuko na ba Rwandais, 181 Rwandais. 181 Rwandais hiyo wanaishi ndani ya Kongo, lakini wengine biko na kitambulisho ya Kongo na ya Rwanda, biko 181. Donc ndio ile tu la présenter na ni FARDC, police nationale congolaise. FARDC tu li présenter biko 18, police nationale congolaise biko 9, wazalendo biko 34, ba Rwandais de 181, FDLR 17, ba criminel biko 15. Ile ndio activité tunafanya leo. Asante sana. Wakati wa msako, raia zaidi ya 1000 kutoka Rwanda wamekamatwa katika maeneo mbalimbali mjini Goma kama vile Masisi na Nyiragongo, amesema Kanari Jimmy, kamanda wa mji wa Goma. Hao ni Wanyarwanda. Si ndio umeona kisio au pekisi wanakuambia kisio ni Wanyarwanda. Wameingia wakati ya Kisekedi, wameingia wakati ya gouvernement ilikuwa hapa, afu wakawapatia, wakaanza kuwapatia makarti. Na wakaanza kufanya maisha. Hao ndio wanaenda kuleta makonflikt. Wanaingia mashamba za watu. Utaniambia watu yote na wengine hatuyawapata. Hao watu wanaishi wapi? Wanaishi namna gani? Wanafanya nini juu waishi? Stadili hao wanaenda wanavamia mashamba za watu, wanavamia mimea ya watu, wanavamia ngombe. Ndio zile makonflikt zinakuwa huko. Lakini umefanyaje kugundua sehemu wapo? Kwa sababu Goma na wananchi wengi, umejuaje kwamba hapa kuna wageni? Si tulifanya msako basi. Na Mkongomani anaonyesha kitambulisho kwake, tunamjua huyu ni Mkongomani. Na tunaleta bashefu. Bashefu wanakuwa wanaidentify, nasema huyu ni mtu yangu, huyu simjui, huyu ni fulani. Na wenyewe na yeye kumuuliza na kubalia mimi ni mimi. Dokima mpeta wamenipatia. Gouvernement wanikuuliza seni namna gani huyu Rwanda unampatia dokima. Na hawa wote ndio wanaenda kufanya recruitment sasa. Hawa ni wadependa nini? Ya FDL. Waliokamatwa wamekiri kutoka Rwanda na kutafuta mashamba wilayani Masisi na Rushuru.
kisha tukatupatia hizi makati za huko. Lakini nyumbani ni Rwanda. Nyumbani ni Rwanda. Wazazi wangu walitoka Rwanda. Kisha mimi tulikomeliaka huko. Jina lako? Tumaini Birikimasi Albert. Ne ba papa ko nakuze ngakurira inose. Uri mukongomani? Narakuze ngurira ariko ba papa ne bakomotse mu Rwanda. Sasa ulipata namna gani? Siko nagiye gukura ngakurira ino none mu Rwanda kare ba papa bakomotse. Nani sasa alikupa hii? Bwene gihugu bwako na Kongo ya Imba. Tunatoka kuuza mashamba huko. Tunatoka Rwanda tukauza mashamba huko. Mulitoka Rwanda tukauza mashamba huko. Mkakuja nunua mashamba Masisi. Lakini mko wa Rwanda. Nyumbani ni Rwanda. Mzee, na ulikia kafika Mkongo na namna gani? Nilitoka Rwanda nilifika Mkongo kuuza mashamba. Sehemu gani? Asi ngambo gani njoo kwenye ulienda kununua shamba? Ni Masisi. Masisi. Na ukapata carte d'électeur? Nilipata wananyang'anya wasuta wa Masali. Ulipata carte d'électeur ile ya uchaguzi namna gani? Juu ya kuvote. Mulivote? Huku mkuu wa wilaya Masisi naye akiwa katika msako huo wilayani kwake. Na tukitoka Goma turudi Rubero, hasa Mangurujipa, ambako wakazi wa eneo hilo wameomba serikali kubadilisha makamanda wa jeshi la Kongo FARDC eneo hilo, kwani wameshindwa kulinda usalama wa raia, kama anavyoripoti mwanahabari wetu Abel Songo. Katika mkutano iliyofanyika Jumapili 11 Mei 2025, shirika za kiraia na taasisi mbalimbali za shutumu viongozi wa kijeshi eneo hilo kuonyesha uzembe katika juhudi za kuwaokoa wakazi wakati wanaposhambuliwa na watu wanaozaniwa kuwa ADF wanaowaua wana vijiji kila kukicha katika eneo hilo. Shirika hizo zatishia kufanya mgomo usio na mwisho iwapo hakuna suluhisho kuanzia hii Jumatano 13 Mei kama alama ya kupinga uzembe unaoshuhudiwa katika operesheni za kijeshi eneo lao, hasa wanaposhambuliwa. Kakule Kaini Samuel ni kiongozi wa shirika la kiraia. Ndio, mkutano tuliweza kuitisha mkutano ambao uliweza kukusanya raia ya ama ya Axe, Kambau, Nziapanda, Byambwe, Mangurejipa na Bandulu na mali pengine, na lengo ilikuwa tukifikiria usalama wetu, kwa sababu tumeona ya kwamba watu ni wengi ambao wameweza kufariki, na tunapotazama kile ambacho kinatuofisha ni kwa sababu hapo juzi adui aliweza kuingia katika mji wa Nziapanda na akaua watu, akaondoka hapo bila tatizo na kuingia katika mji wa Maseme na kuwa watu wengi, na watu hawa tumeweza kuwazika mpaka hapo. Hakuna government ambayo imetupatia hata pole, haiko. Ndio maana tulipenda tuoneshe sasa watu ama viongozi ya kwamba raia imechoka, na tuliweza kuonesha ya kwamba tuna IPDF. Hiyo operation Suja ingeliweza kutia changamoto na juu sana, ili iweze kuingia porini na iweze kuangalia namna gani kurejesha usalama mahali watu wameweza kukimbia, kwa sababu wameishi Mangurejipa, wameishi Nziapanda, wanaishi Kambau, wanaishi Byamba, lakini wanapotoka tena mahali wanapoishi wale wakimbizi, adui anawakuta hapo endapo kuna majeshi ambayo inaweza saidia. Na ndio maana tuliona tuweze kuonesha viongozi kupitia vibarua ya kwamba sherti waweze kutulinda, kwa sababu ni haki ya wakaaji waweze kulindwa vizuri. Na ndio maana tuliona raia sherti tuweze kuexprime hiyo sentiment yetu, na kuiexprime tumeandika barua ambayo tutaitumia liwali wa jimbo. Tumeona ya kwamba endapo hawezi kujibu mbio tangu siku ya 4, tumeona tuorganize ma ville morte sans activité, tukionesha ulimwengu na viongozi ya kwamba raia imechoka. Na ndio maana tuliona tuweze kuonesha viongozi wa serikali ya kwamba raia imeweza kumalizika, kwa sababu mpaka leo watu karibia 1000 wameweza kufariki, wengine wamepoteza vitu vyao, wengine hawana kwa kulala, wengine wote wanaishi katika mazingira mabaya, endapo mpaka sasa hakuna government imeweza kutumia msaada. Na msaada wao ambao tunawaomba kwa leo ni kurejesha
usalama katika maeneo ya aksi yote ya Butembo Mangurejipa, ili mambo yaenende kulingana na utaratibu. Utafahamu kwamba idadi ya waliouawa katika shambulizi la watu wanaozaniwa kuwa wapiganaji wa ADF iliyolenga vijiji vya Baswa na sekta la Bapere wiki iliyopita imefikia hadi watu zaidi ya 20, wengi wakiwa bado hawajapatikana hadi sasa. Siku zilizopita serikali ya DRC na ya Uganda ilianzisha operesheni kubwa dhidi ya wapiganaji wa ADF wilayani Beni na sehemu moja ya Lubero, hatua kubwa ikiwa imepatikana, lakini kwa sasa wakiwa wameibuka tena. Abel Tsongo, Lubero, MTV1 Online. Nam ni ripoti yake Abel Songo kama ambavyo amesikika hapo. Na tukitoka DRC turudi hapa Tanzania, ambako tunaelezwa kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini Tanzania TRC Masanja Kadogosa amesema serikali imeendelea kufungua mkoa wa Kigoma kwa kujenga reli ambayo inaunganisha mkoa wa Kigoma na mataifa mengine kama vile Kongo na Burundi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini Tanzania Masanja Kadogosa amesema hayo mjini Kibondo wakati akizungumza na waumini wa kanisa Katoliki Parokia Mtakatifu Maria Mama wa Mungu, ambapo amesema wananchi wa mkoa wa Kigoma watanufaika na ujenzi wa reli hiyo ambayo inaunganisha nchi jirani za Kongo na Burundi. Amesema kuwa mkoa wa Kigoma una fursa kubwa za uwekezaji na kuwa ndio maana serikali imeendelea kuwekeza kwenye uboreshaji wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Reli yetu ya kisasa tunajenga kutoka kutoka Tabora kuja Kigoma, na kuna ujenzi mwingine wa kutokea Uvinza kwenda Msongaji. Na kikubwa ambacho kinafanyika kwa serikali yetu ni kuifungua Kigoma. Kigoma ina fursa kubwa kama tukiwekeza, kwa maana mmepakana na DRC. Kupitia Kigoma utafika Burundi kirahisi sana, lakini kupitia Kigoma tutaenda na nchi zingine ambapo kuna fursa kubwa. Aidha, Kadogosa ambaye pia ni mkurugenzi wa bodi ya bandari amesema watahakikisha wanajenga bandari ya Kigoma ili kuhakikisha mizigo inayotoka Dar es Salaam kwenda Kongo inapita kwa urahisi. Tuna ujenzi, bahati nzuri mimi ni mkurugenzi vile vile wa bodi ya bandari. Tutafanya ujenzi mkubwa sana hii bandari yenu ya Kigoma na kwa ajili ya kuipanua, lakini tutakuwa na ujenzi mwingine ile Kalemie, ili kwamba mizigo inapofika Kigoma basi tuweze kupita kwenda Kalemie. Kwa Kigoma unayoiona sasa hivi miaka 6 inayokuja. Sasa tunategemea ujenzi wa kufika Kigoma kutokea Dar es Salaam tutaunganisha mwaka 2028. Kwa pande wake, askofu wa Jimbo Katoliki Kigoma Mwasham Joseph Mlola amewataka waumini wa kanisa Katoliki na Watanzania kwa ujumla kuendelea kuliombea taifa hilo amani, hasa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Agosti. Inaonyesha kuna maumivu makubwa ndani ya jamii, na huo ni ukweli usiopingika. Matendo ambayo yanaashiria kuvunjika kwa amani na utulivu wetu. Kuyaombee sana hayo. Hilo jinamizi la mauaji na jinamizi la utekaji na jinamizi la kuumiza wengine liweze kutoka katika mipaka ya nchi yetu. Tukiendelea hivi, na sisi tunajua jinsi ambavyo tumehangaika na kupokea hata wakimbizi walio wengi katika nchi zetu hizi kutoka kwa majirani zetu, ni kana kwamba tumesahau. Tusiende humo. Tuombe neema ya Mungu ituongoze ili yale mengi tunayoyaona mazuri katika taifa letu yaweze kuwa ya faida kwetu na kwa vizazi vijavyo. Na hivi kila mmoja ana wajibu wa kutunza uhai wa mwenzake, ana wajibu wa kutunza haki ya mwenzake, ana wajibu wa kutunza kile ambacho si chake, ni cha mwenzake, na tuheshimiane katika uhuru kamili ambao tumepewa na Muumba wetu. Mwaka huu ni kweli kwamba ni mwaka wa tofauti katika miaka yote. Kwa ni mwaka wa uchaguzi. Nafikiri tunaona mambo mengi sana wakati kama huu. Yatakuwepo matukio mbalimbali, mengine yanatuumiza sana sisi kama Watanzania, lakini jambo ambalo ni muhimu sana, amani ya nchi yetu ni muhimu sana kuliko jambo lolote. Kwa hiyo tunapoelekea katika uchaguzi huu, tuwe wahubiri wa amani. Kwa namna yote vile katika uchaguzi kama hivi, kila mmoja atazungumza analoliona. Matukio yatatokea
wakati mwingine kututikisa, lakini tusilitikise taifa, kwa sababu hatuna nchi mbadala. Nchi yetu ni moja, na wana Kibondo kama alivyokuwa anazungumza baba askofu, nyinyi mnaweza mkawa walimu wetu wazuri sana, mnashuhudia wakimbizi wa kila namna hapa. Hatuna sisi mahala pa kukimbilia. Kwa amani ni jambo kubwa, na amani hii imejengwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere na mzee Karume kwa gharama kubwa sana. Tuitunze. Tumeipokea sisi kwa sababu waliotutangulia wametupa, na sisi hawa watoto tunaowaona hawa tuwalisishe amani. Yale yanayozungumzwa, yanayotokea yasiwe ndio bei yetu ya kuipoteza amani. Na msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 Online, kwa ripoti hiyo ndio tunatamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo ya Mei 13 mwaka 2025. Sina shaka kumehabarika ja kutosha, lakini pia nikukumbushe matangazo yetu yanaendelea kupatikana kupitia mitandao yetu ya kijamii, Twitter, Facebook, Instagram, lakini pia hata YouTube. Lakini pia tunasikika eneo zima la maziwa makuu kupitia redio wa shirika. Hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mwandaji wa taarifa hii ya habari Austeri Marivika akiwa mjini Goma, mimi ni Tryphon Odas nikiwa hapa pembezoni mwa ziwa Tanganyika mkoani Kigoma nchini Tanzania. Asante na nikutakia siku njema.